sekondari za wanajeshi wanasoma wanajeshi. Hakuna raia. Headmaster wenu, yani mkuu wenu, atakuwa anapata cheo cha meja. Alafu nyinyi mtapata cheo cha ukapteni, lakini hamtavaa mavazi ya jeshi, kwa sababu hapa anayeheshimika ni mwanajeshi. Watazamaji wa Mawio TZ Online Television, karibuni sana katika kipindi cha leo. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia, mkisubscribe, mkilike, mkicomment, kutushirikisha mitazamo yenu. Leo tupo mjini Songea. Eneo linaitwa Msamala, tupo mjini Songea. Hapa ni Heritage Cottage Hotel au padogo pazuri. Katika kipindi cha leo tutakuwa na mtu muhimu sana, shujaa wa watu wengi katika Tanzania, hasa katika vita ya kupambana na adui ujinga. Ni mwalimu, ni kiongozi, atasema yaliyo mengi. Mimi naitwa Adam Gankaja, na kwenye mitambo tuko na Albert Chafu. Fuatana nasi katika kipindi hiki tunapoongea na kiongozi wetu Mzee Milinga. Karibu sana. Lengo la mazungumzo haya ni kuitazama safari ya maisha yako, kwa makusudi ya kwamba tunatamani watazamaji wetu kizazi hiki na hata kizazi kijacho waweze kujifunza kutoka uzoefu wako, umahiri wako, na hata kupata maoni yako kuhusu masuala ya maendeleo ya nchi, lakini hususan katika mazingira haya ya mfumo wa elimu. Labda ili nisiwachanganye watu mawazo, nitaanza nilipoanzia. Amen. Mimi nilizaliwa mwaka 1950 mwezi Septemba tarehe 27. Alafu nimesoma shule ya msingi Liula, sio mbali kutoka hapa. Sio mbali, ni kama kilomita 15. Wow. Nimesoma pale darasa la kwanza mpaka darasa la 4. Kwa mifumo ya elimu ya zamani. Primary ilikuwa primary 1, darasa la kwanza mpaka la 4. Ndio. Kwa hiyo nimesoma pale kuanzia mwaka 1958. Mwaka 1961, mwaka ule tunapata uhuru. Nikawa namaliza darasa la 4. Tulikuwa katika kundi la kwanza hapa nchini kuvaa mashati ya green yale ya tano. Ndio ilikuwa uniform yetu. Mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka 1962 nilijiunga na shule ya kati. Wakati ule tunaita mid school. Mpitimbi ipo huko. Kutoka hapa ni kitu kama 20 kilometers. 20 kilometers. Ile ilikuwa mwaka 1962. Alafu nimemaliza darasa la 8 pale 1965. Alafu baada ya kufanya mitihani nikapita, nikachaguliwa kujiunga na Kigonsera Secondary School. Hiyo Kigonsera Secondary School ilikuwa partly mission, partly serikali walikuwa na share sasa. Serikali inaleta pale nani, shule ilikuwa ya mission inasomesha sawa kama tulikuwa tunapelekwa pale kama under ruzuku. Mission watusomesha. Serikali inagharimia. Yale ndio ilikuwa mazingira. Hiyo ilikuwa mwaka 1966. Kwa hiyo nimemaliza Kigonsera kidato cha 4. Zamani hatukuwa na maneno haya kidato ama form. Tulikuwa tunatumia maneno standards. Standard 9 to 12. Kwa hiyo 1969 ndio nikawa nimemaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4 1969 ama 1969 nikachaguliwa kwenda kidato cha 5 Ndanda Secondary School. Zoni. Mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi. Nayo ni shule tena ya mission. Ina historia ndefu kama Kigonsera. Kuna majina ya wakubwa
wa kusini huko kama Mheshimiwa Mkapa, kuna mmoja alikuwa anaitwa Simon Mbilinyi. Walisoma pale, wakasoma Kigonsera wakaenda kusoma Ndanda. Okay. Basi sisi tumekuta history hizo. Kwa hiyo nimemaliza pale kidato cha 6 1971. Wow. Alafu wakati huo kukawa tunatakiwa kwenda national service. Kwa hiyo mwezi Januari 1972 nikajiunga na, kwa mujibu wa sheria, Jeshi la Kujenga Taifa Ruvu. Okay. Operation Tumaini. Wow. Pale tukamkuta, sijui mnamwita nani, mkuu wa kambi. Alikuwa anaitwa mtu mmoja kutoka Kiera. Okay. Sasa vimbi sio kitu kama hicho. Okay. Jina nimelisahau kidogo. Okay. Alikuwa mkuu wa kikosi pale. Tulikaa miezi 6. Kwa hiyo katikati ya mwezi Juni tukawa sasa ndio tunamaliza. Tunamaliza. Wakati ule kulikuwa na, sisi tulikuwa kwenye session moja tu. Form 6 wote tuligawanywa kundi moja Ruvu, kundi la pili wakapelekwa nani Makutupora. Okay. Badala ya kusambaza makambi mengi. Okay. Basi kwa hiyo Juni tarehe nadhani ilikuwa tarehe 26 mwaka ule ule wa 1972 nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wow. Pale nikajiunga kwenye faculty ya social sciences. Nikawa nasoma ualimu pamoja na somo la geography. Geography ilikuwa major subject. Yeah. Alafu kulikuwa na somo lingine minor, ilikuwa political science and public administration. Hiyo ilikuwa ni minor. Yani courses zinakuwa chache. Lakini geography courses zinakuwa kibao nyingi sana. Hiyo ilikuwa major. Kwa hiyo nika graduate pale mwaka 1975. Sasa kama mwalimu kwa wakati ule tulikuwa tunajaza form, nataka shule gani, na shule za sekondari zilikuwa chache sana. Basi kama kawaida jaza majina ya shule pale. Mimi nadhani nilijaza Tosamaganga, Inaki na nadhani na Pugu. Basi wakati huo mitihani hamjafanya, mmeshachaguliwa kwenda kazi wapi, mitihani hamjafanya. Basi tumemaliza tu mitihani, tupo pale, majibu yametoka, watu wamepangwa shule mbalimbali. Kwa bahati sijui nisema nini, kwa bahati tu mimi shule nilizochagua zile nikazikosa zote. Niko mimi na mwenzangu mmoja anaitwa Hando Sule. Okay. Anatoka Manyara. Sasa tukaambiwa nyinyi mnaenda kwenye shule za jeshi. Shule za jeshi. Kwa hiyo mnabaki hapa chuoni, after 1 week mtapata taarifa. Mtapata taarifa, mnakuja kuchukuliwa lini na makao makuu ya jeshi la wananchi. Sawa? Na wakati ule pale chuoni unapata tu identity. Mnakaa tu kwenye majengo yale, afu mnakula tu mradi tu. Yaani ilikuwa hivyo, mazingira sio kama sasa wanafunzi sio wanagawa hela sio nini. Sasa wengi utakuta wanafilisika wanakula mihogo na nini. Kwa hiyo kuna watu wanapata pale malnutrition na marasi siku hizi. Ukiwaona hawanawili. Sisi watu walikuwa wananawili sana kwa sababu vile vyakula vile vinakwenda kutoka Ufaransa, sio Israeli, sio Lebanoni na wapi na vitu kama hivyo. Wow. Yeah. Anyway, baada ya 1 week baada matokeo ya mitihani kawasiliana na na JW kupitia utawala wa chuo kikuu. Basi tukaambiwa siku fulani mbaki hapa kwenye utawala pale na masanduku yenu kila kitu. Gari la jeshi litakuja na afisa wa jeshi atakuja kuchukua. Kwa hiyo sisi tumekaa, siku ilipofika tumekaa pale na masanduku yetu nini. Akafika meja mmoja na
tunaita Karandinga kwa kule. Land Rover yale yenye maturubai yale. Kafika pale kwenye administration area. Nini akajitambulisha pale. Watu wa administration wakamuongoza, sema wale vijana kwa majina yao ni hawa. Basi nikachukuliwa mimi na huyo bwana mwenzangu Hando Sule. Tumechukuliwa pale, tumepelekwa makao makuu ya jeshi pale. Tumefanya modalities pale za kuandikisha. Kwa hiyo siku ile ya 9 tukapata taarifa asubuhi. Leo mnasafiri. Tunawapeleka kwenye vituo vyenu vya kazi. Basi tumekaa pale, fika jioni tukachukuliwa na gari pale. Basi tumepelekwa kwenye kambi. Sijui saa 5, sijui saa ngapi. Tumekuta pale magorofa matupu pale. Huko kwa porini. Very strange. Yani ni chuo. Barabara zote ni lami. Tukasha. Miaka ile. Wow. Yani ni specially designed. Barabara zote ni lami. Mule ndani. Basi tukapelekwa mess room. Tumepata chakula pale. Jeshi mambo yake ni highly organized. Alafu tukapewa sasa vyumba vya kulala. Kila mtu anapewa ufunguo na kuingizwa kwenye vyumba. Utakuta hapa luteni nani sijui, pale sijui meja nani, nini. Sasa sisi tunaitwa tu mwalimu. Title yetu kwa mwalimu. Cheo kikubwa. Basi tumelala. Kumekucha asubuhi, tumeamka mapema sana. Kulingana na mazingira ya pale. Yani hatukujua mashariki ni wapi, magharibi ni wapi. Naambia mtu wa geography ni shindo kujua nani bearings. Sema haiwezekani bwana. Kaambia huko ndio mashariki. Kwa hiyo magharibi ni huko. Nilikuwa naangalia jua. Nilikuwa naangalia sasa mimi jua. Nikamwambia wewe bwana, hatujapotea. Basi tumeelezana pale. Basi wakatutembeza. Baada ya breakfast wametutembeza pale. Kuna makundi matatu. Ile kambi ni makundi matatu. Huku tulikowekwa sisi ni officers mess. Wanakaa hawa watu wenye nyota. Na pale marubani wote lazima wawe na nyota. Lazima wawe na nyota. Alafu na maafisa wengine sio marubani. Wana vyeo vingine kwenye utawala. Kutoka hapo tukapelekwa kwenye setup ya nani tena section wanapo kama sergeant. Mess yao pale. Wale masagenti wana vyeo tofauti. Kuna wengine wanaitwa sergeant wa kawaida, na wengine wanaitwa ana vizaki 3 pale hapa naua. Staff sergeant. Alafu kuna mtu mwingine ana vihii. Ana mikono hivi lakini ana likorokoro anaitwa anyway. Ana cheo chake pale lakini ni mtu mzito sana. Mzito sana hasa kifedha. Mishahara yake inalingana na makapteni. Lakini hana nyota. Yupo pale na pasanya. Tumetembezwa pale bweni yao na nini. Kutoka hapo tunaenda sasa kwenye halaiki wapiganaji sasa. Wale wanako kama private. Kule majengo mengi na hii ya ghorofa. Basi wametuonyesha alafu sehemu yenu ya kazi wakatupeleka kwenye ni kama ile sehemu ile ya training. Maana kule wenzetu ndio nikagundua wenzetu wanasoma kila siku. Sisi tunazubaa tunapiga chenga shule. Huko jeshini kumbe shule ni kila siku mpaka mtu anastaafu. Basi wametuonyesha ile eneo lile la training na nini, anasema mtakuwa mna share. Kuna ratiba maalum. Naingia nyinyi raia. Na wakati huo watu walikuwa wanasoma ni wanajeshi wenyewe ambao hawajapata elimu ya sekondari. Kwa mlikuwa mnaenda sio kwamba ni shule kama hizi si nini? Pale sasa pale inapelekwa elimu ya sekondari jeshini. Sasa sisi tulikuwa bechi ya pili. Bechi ya pili kwenda kuanzisha hizo shule za sekondari za wanajeshi. Wanasoma wanajeshi. Hakuna raia. Headmaster wenu yani mkuu wenu atakuwa anapata cheo cha meja. Alafu nyinyi mtapata cheo cha ukapten. Lakini hamtavaa mavazi ya jeshi. Ili kazi hapa ziende sawa sawa. Kwa sababu
hapa anayeheshimika ni mwanajeshi. Wewe ukionekana tu unaweza wakakusweka ndani raia, alafu wanakuhoji maswali, wewe unajibu ovyo ovyo, ambia wewe kwanza rundika ndani, anakuja kufanya nini hapa? Wow. Wafundisha kwamba kila wakati mnamkiana bana tu mikono hivi, huna uniform na unabana tu mikono hivi. Kwa hiyo hawa wenye nyota, wewe mnamkiana tu mnabana mikono tu hivi. Kuna routine uso nyota moja, nyota mbili. Wale kwetu ni juniors. Wale wenye nyota 3 ndio wenzetu. Hawa ni makapteni. Sasa lakini kwa mkiana tu mnabana mikono, mnaheshimiana. Kwa mzee ukabana mikono kweli kweli. Yaani kabisa. Na ulikuwa umetoka JKT. Haikuwa shida. Haikuwa shida. Okay. Tukakopa hapo. Sasa ninasema bahati ya kwanza nikaanza hapo. Okay. Kaambiwa nyinyi tabia zenu zote kama maafisa wa jeshi. Wow. Kwa ratiba tu ya shughuli hapo. Lakini kila mtu ataenda kwenye section yake ya utaalamu. Basi, yani hiyo tu. Tofauti yenu, wewe nyinyi hamna uniform, alafu wenzenu wana uniform. Mnakaa vyumba hapa tofauti, kila mtu chumba chake. Mess room hiyo ya kwenu wote. Kule ndani kuna mess room, kuna indoor games, kuna nini, kuna vinywaji na nini. Na tabia zingine anapoingia mkuu wa kikosi na nini, wakati ule walikuwa ni makana. Tumekaa nao pale, kila watu na shughuli zao. Sasa tunawafundisha elimu ya sekondari wale wote waliofika darasa la 7. Okay. Wale wanajeshi. Lakini wao walijua kwamba ninyi na ninyi ni wanajeshi kabisa. Hiyo ya kwamba mtamkiana ilikuwa ni siri ya wakubwa. Kwa nini imefika pale wanajua wanafundishwa na wanajeshi wenzao wenye utaalamu. Yes, exactly. Wow. Kwa hiyo kule darasani kuna watu wana nyota. Manake amepata nyota kutokana na utaalamu wake wa kijeshi. Lakini sio elimu ya darasani. Standard 8 au standard 7. Tunasomesha mule. Alafu the majority walikuwa hawa ni private. Wale askari wa kawaida. Sasa kwa sheria za kijeshi mtu mwenye cheo kikubwa ndio head prefect. Okay. Uweze kubomoa hiyo. Kulikuwa kanali mmoja ndio alikuwa head prefect. Kwenye darasa. Kwenye darasa. Kwa hiyo kuingia darasani mambo yalikuwa safi kabisa. Wanaingia kwa parade. Nyinyi hamuingilii. Nyinyi mnakaa tu kwenye ofisi yenu, vipindi vinaanza saa ngapi? Wanafanya gwaridi pale na nini, basi kila watu wanaingia kwenye chumba chao. Wanakuja kutoa report. We are ready kwa ajili ya kazi. Ndio sisi tunaingia mle kufundisha. Kwa hiyo kulikuwa na migongano ya hisia kwa sababu mazingira. Yale mazingira yale raia, wanajeshi. How do you cope up? Lakini tulimanage. Kwa hiyo tumekwenda hivyo. Mambo yalikuwa ni mengi. Ni mengi. Wanasema pale ulikuwa unaruhusiwa kuona vingi, kusikia vingi, and then talk very little. Hiyo unashona hiyo. Kama kawaida. Basi mimi nimekaa pale for 3 years. Wow. Lakini nilikuwa kidogo mjanja. Katika ile miaka 3 mimi nikaenda kusoma masters Mlimani. Nilikuwa nipo in touch na pale walimu wangu kwenye department ya geography. Kwa hiyo wakasema nikaletewa baada mwaka wa pili nikaletewa taarifa kwamba hapa zimetolewa scholarship na NORAD. Kwa hiyo wanasomesha masters watu wa sayansi na kwenye arts geography. Mimi nikaenda kusoma, lakini weekend na report jeshini. Kufundisha. Ule ukifika jeshini mambo kama kawaida. Kama kawaida. Nimemaliza Mlimani, narudi pale. Sasa hii namaliza pale 78 August. Nimemaliza masters Mlimani. Okay, nimerudi kituoni. Nimeripoti pale jeshini na nini. Mazingira yanaendelea. Yanaendelea. Nimekaa kama wiki 2. Wewe bwana umepata uhamisho. Umepata uhamisho, unapelekwa Kilakala Girls Secondary School. Sasa tena unaifahamu hiyo shule?
Ndio. Aha, okay. Ipo Morogoro mjini pale chini ya milima pale. Ni old school. Basi nikasema very nice. Kweli, yani kule ndio nitatumika. Maana pale jeshini kazi zile ya kufundisha. Ndio. Actually ilikuwa kama 3 days a week. Oh. The rest of the time basi mnafanya vitu vingine. Nimehamishiwa Kilakara. Ndio. Inatoka kwenye daily order. Kila kitu pale ni ya kijeshi pale. Sergeant so and so ambaye ni dereva atakwenda na Land Rover number so and so kumchukua mwalimu Milinga kwa jina hii na hii, saa 8 kamili anampeleka Kilakara sekondari ambako kituo chake kipya cha kazi. Basi mimi nikahamishwa kwa ceremonies hizo. Wow. Nafika pale Kilakara. Sasa ni shule ya wasichana sasa. Unaona very strange unatoka jeshi sasa unapeleka wasichana watupu. Fika pale nimepokelewa pale na wahudumu pale makarani nani gari ya jeshi vikale wanashangaa tu. Huyu anaitwa jeshi ana maana gani? Shusha pale vifushi na nini na makiti begi. Yale makiti begi yale ya national service. Kila kitu pale. Alafu zamani wasoma zamani tulikuwa na vitabu sisi tulikuwa tunapata fedha nika pale bookshop. And then you buy books. Wanakata hela. Sio unakuwa na hela vijana wa sasa wanachukua zile hela na kununua mihogo. No, ile for books. Kwa hiyo unatoka pale you have got a very huge library. All right. Unatembea nayo ukifika kwenye shule unaonyesha tu vipindi unaingia darasani. Yani silaha zako zote unazo zote. Basi nikapokelewa pale wale jamaa nimeagana nao wamerudi. Sasa ninachotaka kucomment ni kwamba kule jeshini nimelisho kwa miaka ile 3. Mshahara shauri yako. Advantage ya kwanza. Ndio. Na mimi nikawa na attitude ya kusave. Nikawa na save mshahara na save. Nimefika pale nina vitu vyangu, nina fridge, sijui jiko la umeme, sijui la kupikia na nini. Alafu walikosa mwalimu wa geography. Kuna mwalimu mmoja alimisbehave. Mwanaume kama mimi. Shule wasichana. Aliondolewa kwa dharura. Kwa hiyo kulikuwa vijana sasa form 6. Hakuna mwalimu wa hilo somo. Sasa tufanye nini? Ndio mimi ndio nikasema chukua mtu fulani. Hiyo ni 78. Okay. August hiyo. 78. Sawa. Na wakati ule mitihani ya form 6 ni Disemba. Ndio. Watu hawajafundishwa kuanzia mwezi Aprili. Ndio. Ambia nimeripoti kwa administrators na nini. Karibu sana na nini. Pole. Akanipa furushi la nani terminal test zilizofanywa na mabinti hazijasaishwa. Sasa you can imagine kule jeshini kuna fundisha elimu ya form 1 na form 2. Sio basi. Sasa hapa naambia form 6. Wow. Kaambia sawa. Sasa kihistoria kwa nyakati zile. Shule za wasichana walikuwa hawaendi walimu wanaume bachelors. Okay. Bachelors wasiooa. Ndio. Wanapelekwa walimu wazee wa kiume wazee. Yani wamechoka. Alafu wanajua mambo yote ya malezi. Ndio wanapelekwa pale watu wazima karibu na staff. Ndio. Sasa kwa wakati ule history ilikuwa kwamba shule za wasichana zilikuwa zina perform vibaya sana. Yani wanafunzi wanaanguka sana kwenye mitihani. Form 6, form 4. Reason manake pale chuo kikuu kuna lecturers walikuwa wanafanya research. Wanaisaidia Wizara ya Elimu. Kwa nini performance shule za wasichana kama boy wakaenda Tabora Girls, Kilakara, wakaenda Korogwe Girls, yani kila kitu hovyo. Sasa findings walizipata kwamba pale zamani unapopeleka walimu wa kike pale zamani karibu kila mwalimu wa kike alikuwa anaolewa. Vunjeni maadili yale ya kusema kuzuia vijana wa kiume wasiende kwenye shule za wasichana. Hiyo mzuie. Hawa wamesomeshwa ualimu na maadili yote. Tumieni maadili ya kuwapiga rungu hawa endapo watamisbehave. Kwa sababu wameshaandaliwa. Ndio. Peleka tu. Ni mmoja alipo atakaye haribu na pigwa rungu naondoka, leta mwanaume mwingine.
Kwa hiyo nikafika pale nikamwambia wenzako hapo kama 6 hivi wa kiume. Wamekuja hapa, hao wametoka direct kutoka chuo kikuu, wana bachelor's degrees. Wamefika pale. Kwenda pale basi nikaanza kazi kwanza kusahisha kwanza syllabus, tafuta vitabu vile vya A level na nini, hailaliki usiku kusahisha kwanza na nini. Basi nikamwambia headmistress, samahani sana, nitaomba unisamehe, nimeshasoma ratiba ya shule hapo, mimi nitaomba nivurugwe kidogo. Form 6 hawajasoma tangu mwezi Aprili, sasa huu ni mwezi August, mitihani ya A level ni Disemba. Sasa kukava hii syllabus na ilikuwa stream 2, wale wa CBG wanachukua biology, chemistry, geography, alafu na HGE economics na history na geography, iko hizo stream 2. Sasa ombi langu mimi nitafundisha na usiku extra hours. Prep za kawaida nitaweka siku kama 3 za wiki nifundishe niweze kukava syllabus. Alafu vile vile kwa training ya testi, mazoezi na vitu kama hiyo ni ruhusa. Alafu mnipa kazi ya kusahisha, mlimfukuza mtu hapo, hii naye ni sahihishe na nini. Alafu syllabus hiyo mimi of course nilisoma nilipokuwa A level, lakini sasa nisome upya, nitengeneze material. Ni kazi tena mpya. Anasema mwalimu, songa mbele kama ni hivyo basi. Na nikamwambia na Jumapili saa 2 usiku test uniruhusu dakika 30 basi. Alafu test yenyewe haitawahangaisha. Kila wiki nitawapa maswali weka kujinosi bodi muda darasani mule. Haya maswali yanakuwa tu 5. Naanza toka topic ya kwanza kwenye syllabus yao. Maswali 5, unachukua zaidi past papers na nini, nachanganya na ya kwako. Jumapili saa 2 inanyesha mvua hainyeshi mvua, kazi lazima ifanyike. Test 30 minutes, mnamaliza, unaachana muende na ratiba nyingine za shule, kama sio kuna nini, kuna discourse hiyo nini, tunaachana. Kwa hiyo tumeenda vile, wanafunzi walikuwa very cooperative, wale wa level baki walishajua sisi namna nyingine hapa tutaharibikia pua hapa. Yes. Basi mpaka tumefika Disemba. Okay, sasa hii sasa ilikuwa kama ndio first session mimi naitoa ya form 6. Sijafundisha, mimi nimesoma tu. Nimesoma tu, sijafundisha hiyo form 6. 5 6. Kwa hiyo wakatoka walifeli wawili. Wow. Nikafurahi sana. Nikamwambia nyinyi wa form 5, nyinyi mtakuwa na mimi sasa mpaka mwaka unaofuata, nyinyi ndio tutapambana. Kwa hiyo nimekaa pale nipo bachelor. Sasa robo 3 ya walimu pale ndio akina mama walioolewa na wasioolewa. Kama iko kazi hapo. Wanafunzi wote wasichana. From 1 to 6. Kama huna msimamo unaanguka. Yaani pale unadondoka moja kwa moja. Kwa sababu tulikuwa tunashuhudia. Kuna wenzangu wengi waliharibikiwa pale. Ambao walikuwa ilikuwa na waadimaya, walimu wazuri sana. Wameharibikiwa pale. Mpaka unaeleza kwa nini why you are a teacher? Why? Ona sasa. Maana anachukua walimu, changanya wanafunzi. Sasa wanafunzi wanachalaza sana viboko na nini. Umeingilia nini sio? Yaani takataka. As anyway, nilisurvive, nilikuwa kidogo wenzangu wanichukie. Yaani walimu wenzangu. Mimi nilikuwa wanacheza disco. Walimu mnaenda kuwasimamia. Wanacheza disco, yani ile wanafunzi wenyewe. Mnakaa ndani mnawasimamia, mna kucheza na nini na nini. Alafu walimu wanapenda nao wanacheza mule ndani. Mimi nikamwambia mimi no. Nilikuwa naambia mimi mzee. Toka wakati si vijana, kumbe vijana. Yeah. Nimekaa pale miaka miwili
miwili nadhani miwili. Naona nikapata appointment utakuwa second master. Wow. Second master. Ndio kazi. Mbona kuna majitu hapo very senior na nini na nini. Mimi ndio nateuliwa. Sawa? Ndio second master hapo kila kara. Wow. Hapo second master. Basi nafanya kazi pale tunafanya. Kweli kwa utaratibu wa wizara walivyofanya. Sisi ile shule tulitoa kwenye shimo. Kitaaluma. Na wakati ule walikuwa napanga shule ya kwanza mpaka ya mwisho, kwa mfano A level ya kwanza mpaka ya mwisho. Sisi tulitoa mfululizo kwa miaka 3 sisi tumekaa pale, ikawa ya kwanza Tanzania. Wow. Walikuwa nalinga sana St. Francis Pugu. Alafu inafuata Minaki. Alafu inafuata Giant Mkwawa. Sasa Mkwawa ilikuwa na wanafunzi mikondo mingi. Wanafaulu sana lakini na kufeli. Wengi wanafeli. Wanafeli 30 na kitu hivi. Okay. Sisi pale hakuna. Wow. Division 3 timu imeisha. Wow. Wengine Division 1 na 2. Wow. Anyway, tunakwenda hivi mara tunaitwa kwenda kusahisha mitihani. Tunaitwa wanafuata vigezo gani? Sisi hatujui. Kule tukajenga experience tena nzuri sana kwenye kusahisha mitihani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo serikali ikatugundua kwamba hawa jamaa inaonekana wanachapa kazi sana. Hawafanyi vitu vingine vyovyote. Ndio maana performance ni best. Yeah. Tukaingizwa kwenye shughuli nyingi tu za seminars za kitaaluma na nini na mengineyo. Sio lazima kusema. Ndio. Tukaingizwa na nini. Basi mwaka wa 8 kukaa pale. Ilikuwa saa 10 jioni. Nipo na wanafunzi mabindi, tumefyatua matofali, sasa tumepanga tanuru. Tumechoma matofali, tunataka kujenga nyumba ya walimu. Walikuwa na shortage pale na staff quarters. Sasa mimi kama second master nilikuwa na mshauri mkuu wa shule, hebu weka mradi mmoja hapa, fyatue matofali alafu utamuke kwamba mimi ndio utasimamia. Second master asimamie. I know the environment. Watu wanataka mafuta lipstick alafu naambia ukasimamia matope. Utaanzisha ugomvi hapa au jambo. Basi mimi nikateuliwa. Second master asimamia mradi huu. Yeye atamtafuta mwalimu mmoja wa kumsaidia. Hata mwalimu mmoja kijana anatoka Mbozi. Nikamwambia wewe nasongea tule wananchi wetu wanajenga nyumba za matofali ya kuchoma. Ule utamaduni. Sasa wewe na mimi kwa hiyo tumechoma matofali sana kabisa na nini. Tunataka sasa kwanza kuambia hii ikipoa tanuru kwanza kujenga nyumba. Lakini sasa tunafika pale tuna majasho kweli, wanafunzi wanafurahia kuchoma pale matanuru yale. Yaani wanaona wanafanikiwa. Very seriously. Pale bilinga samani kidogo. Hebu acha vijana kwanza twende ofisini halafu tutarudi tena. Sawa? Ambia mwalimu zangu wewe endelea kuchochea. Kwenda ofisini pale ndio. Naona ananipa barua. Chapitisha. Teuliwa kuwa mkuu wa shule. Kantalamba sekondari, Sumbawanga. Hayo majina zamani ilikuwa inatisha sana kuliko wakati wenu mlipofika. Kidogo ilikuwa imeyeyuka. Sasa. Hiyo ni 86, right? Hiyo sasa 85. 85. 85 mwezi wa 10 huu wa uchaguzi. 85 mimi sikupiga kura. Kutokana na kuhama. Kuhama kuja kuripoti na basi kwa hiyo mwaka 85 mimi nikateuliwa kuwa mkuu wa shule kwenda Kantalamba sekondari. Ndio. Sasa zamani ilikuwa ukiteuliwa unaenda kwanza kuripoti wizarani. Kule wanakupa kule wanakuimarisha kule kama kipaimara. Unakwenda kule environment ikoje nini, unatakiwa kufanya nini, mwenzako pale amefanya hivi na hivi na mwenzako tunamhamisha. Hakupata demotion. Mwenzangu akamtoa na ampeleka Ifunda Technical. Kwa somebody Abel Mpaja. Mimi rafiki zangu wengi sana wanatoka Kiera na mwalimu wa physics na mathematics. Alinifundisha briefly Yunga. Basi
mpaja huyo. Okay. Basi nikaenda kwenye ripoti Kantalama. Basi nikakuta pale sherehe. Sasa mwenzangu alipata taarifa mapema wanafanya sherehe ya kumwaga. Mimi ndio nimeripoti pale. Okay. Basi na mimi wakani introduce pale. Na mimi kasema sasa bwana tunakukabidhi shule na nini, na mimi nataka kwenda Ifunda. Nikakabidhiwa kule. Tukapanga program. Pale alikuwa na gari lakini mbovu. Ifunda alikuwa na gari nzima. Kilakara alikuwa na gari nzima, lori. Tukapanga basi wewe tarehe fulani utatoka Kilakara utapita Ifunda. Utanikuta mimi nimesha report pale. Alafu pale utakabidhiana vitu fulani fulani, wewe unasonga mbele na lori la Kilakara kwenda Sumbawanga. Basi kwa hiyo ni tarehe 20 nadhani ilikuwa siku ya uchaguzi. Nakumbuka. Ndio nimeripoti pale Kantalama Secondary School. Ambaye shule hii ni co-ed. Wasichana wanakaa nyumbani. Halafu ni shule ya mchanganyiko. Yani ni co-ed mchanganyiko. Wavulana robo 3 bweni. Wachache day. Mazingira kweli haya. Basi akamwambia mimi natoka purely kwenye girls secondary school. Mazingira kopla. Lakini shule ilikuwa mchepuo wa kilimo. Trekta pale power tillers. Ilikuwa sijui power tiller ina sura gani, nikaikuta pale. Na vifaa vingi tu na nini, na shamba leno ndio kule beyond the dormitories. Kantalamba yenyewe. Yes. Madam Tarot. Ukaenda sasa hivi kule makaburi, nyumba, wamechanganya kila kitu. Anyway, hii ndio ni historia ya mimi kwenda Kantalama. Okay. Shule ni ya O level. Ndio. Form 1. Ndio. Ndio hiyo mazingira yale. Nikuta kidogo mazingira magumu kidogo, hasa facilities kule kwenye mabweni. Vitanda nini, kumepunguka na nini. Alafu usafiri na Dar es Salaam. Kwa hiyo hakuna lami mpaka ufike Tunduma. Kwa hiyo kule tulikuwa tunafanya ushirikiano sana na maafisa wa serikali idara mbalimbali. Pale shuleni palikuwa na majengo pale ya kanisa Katoliki. Yule askofu aliazimisha serikali pale pa makao makuu ya mkoa. Mkuu wa mkoa nikamkuta Luteni Jenerali Tumainiweli Kiweru. Angalia sasa jeshi nakuja. Sasa huyu ndio bubu kabisa. Hataki kuzungumza na mtu yeyote. Labda wakubwa zake. Labda hafu na makarani wale wa kiraia wale anaweza kuchat nao. Lakini kama walimu tu wale maafisa wengine hakuna azungumza na mtu. Basi mimi nilikuta pale Land Rover. Wizara ikasema Land Rover hiyo station wagon. Hii itapelekwa Mpanda Girls. Haijafunguliwa. Hiyo gari uitumie hapa uitunze. Wewe gari lako hapo ni lori. Ila Isuzu Kukui. Kamba sawa. Kulikuwa tena kapikipiki, ka Honda na nini. Vitu vyote. Sawa. Kwa hiyo shule ikawa na facilities sana. Kilimo sana. Wanafunzi wanalima sana. Wanakula sana. Karibu kila mwaka tulikuwa na vuna magunia sio chini ya magunia 600 ya mahindi. Mchepuo wa kilimo. Nakumbuka mwaka 86 tulikuwa wa pili katika mambo ya uzalishaji mali kitaifa. Walitutangulia Weruweru. Weruweru wenzetu kule walikuwa wamepewa shamba fulani la masettlers kule Moshi. Kwa hiyo shamba lilikuwa kubwa sana. Basi walikuwa na fanya kitu sana. Basi 86 hiyo kati ya 86 na 87 tukatoa bingwa taifa pale taaluma. Kulikuwa na kijana mmoja ni Mwanja anatoka Kimara. Jini siwezi kusahau kwa sababu walimu wao wanapenda kukumbuka wanafunzi ambao ni unique. Head boy, nini sijui afanya nini maigizo sana, anacheza sana football na taaluma. Basi akawa anaitwa Chris Konga.
huyu akaemeji bingwa wa taifa toka Kantalamba, anatoka Kantalamba Sumbawanga, usiko na lami, alafu jina lenyewe ni hadithi za uchawi. Kwa hiyo atakawa natania mmeloga baraza la mitihani mpaka mnayeyusha mitihani inakuwa very cheap. Sumbawanga of all the places. Tanzania wana toka huko. Wow. Kibaha. Hiyo Katuli ndio hiyo Pugu. Akina Kilakara hawa. Minaki hizi ndio shule Tabora Boys. Mkwawa, wakati Mkwawa bado inaendelea tu A-level. Yaani inawezekanaje huko? Basi kwenye mwisho wa mwaka zamani kulikuwa na conference ya ukuu wa shule Arusha. Ndiyo. Ile Arusha Conference Center. Katika kikao kile basi wakawa na session pale siku 4-5. Session ikawa session ya kutoa tuzo ya watu waliofanikiwa katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo mimi nikaiwakilisha Kantalamba kwa kuwakilisha taaluma. Nikaenda kupokea cheti kwa Profesa Malima akiwa waziri wa elimu. Wow. Nikapokea pale kama mnaona vitu kama hivi vilikuwepo pale, waandishi wa habari, ikatoka kwenye magazeti na nini. Mimi narudi tu Sumbawanga Kantalamba. Nimeshakuta maagizo, mkuu wa mkoa ameagiza ukirudi tu kutoka Arusha kwenda kuripoti kwake. Tumaini Kiweru. Kiweru huyo anakuja kuripoti pale, anachungulia maga hii lendo pale alikuwa naibeba tu, akiona kwa ile gari nataka kwenda sio wapi. Nikaenda kuripoti kwake. Mwalimu, hongera. Yaani unaingia ndani unataka kumwamkia. Hajibu hii, wewe unamsalimia, anakusemesha tu. Ni kazi tupu. Mwalimu, leta mkono, hongera. Vizuri sana. Sasa mnafanya nini? Vijana anambia yule kijana yule anaenda tu kwa mwisho ndivyo. Tumepata zawadi ya kijana yule, ampata zawadi ya shilingi 20,000. Zamani kwa hela nyingi sana. Ndio. Nimepata cheki, mimi nayo cheki, alafu shule imepata certificate. Ni hiyo tu. Ni safi. Muendelee hivyo. Kwa hiyo nimekana Kiweru pale kama miaka 3-4. Ile shamba la shule lile lilinipa kashi siku ya kufanya nini? Palizi. Ukichelewa tu kidogo, mkuu wa shule anakuita mkuu wa mkoa. Hujapalilia shamba? Yupo katikati ya shamba. Sasa katika ratiba ya kupalilia sisi tumepanga ratiba. Na walimu wa kilimo pale walikuwa wengi tu. Tumepanga. Unamsogelea tu. Shikamoo mkuu. Mna mpango gani na mahindi hayo? Ama nilete nani bulldozer ivuruge kila kitu hapo? Manake hatulimi tena mahindi. Naona nyinyi mnalima nyasi baada ya mahindi. Kaambia wanajeshi. Naambia mkuu, ratiba yetu ni kesho asubuhi tupa hapo. Hii ndio ratiba ya shule. Na watu wengine hapo kule sasa mashamba ya wenyeji. Hawajapalilia. Anaenda kule. Mwita katibu kata. Hapa nitaleta trekta kupalilia hapa, yani kuvuruga pote hapa, alafu huyu anafikishwa mahakamani. Kiweru hazungumzi tena zaidi hapo. Anarudi ofisini. Kwa hiyo kwenye gari yeye anashika kifimbo hivi. Anamgonga dereva, simama. Anamaliza shughuli yake, anarudi. Ondoka sasa, tunaelekea hivi. Hazungumzi na mtu. Huyu ndio Kiweru, nimekaa naye pale, nikajifunza naye vitu vingi, na nikaona tu kama anaelekeana sana na mimi. Anaelekeana sana. Akinikuta njiani hivi naenda mjini, kwa ananipa lift. Watu wengine wote hakuna lift. Hata yule zamani alikuwa anaitwa nani? Regional Development Director. RDD. RDD ndio wakati wao. Hamna ampi lift. Hakuna lift hapa. Kuna. Mali Milinga, ingia kwenye gari. Tuvisha dereva, ingia kwenye gari. Ukifika pale unamshusha pale, alafu unanipeleka nyumbani kwangu. Tumishi hivyo mpaka akapata pale uhamisho. Arudishwe sasa jeshini. Mimi nikaenda kubaki pale. Kwa hiyo nimekaa Kantalamba. Alikuwa wakati huo ni luteni, ni generali? Alikuwa luteni generali, yani luteni generali. Okay. Sawa. Cheo kikubwa sana. Basi akatoka pale akaenda kuwa nadhani ni kama namba 2. Okay. Kuna CDF hapo, namba anayefuata ndiye alikuwa yeye. Kwa nidhamu. Okay. Basi akapata ile cheo. Kwa hiyo tumekaa pale, nitaka kusimulia kuhusu nini.
kuhusu A level ndio ya kwenu sasa kuanzishwa. Mbunge alikuwa mtu mzuri sana, anatoka kule Chanji, ni Kinyonto huyo. Kinyonto, pole sana. Tukamweka kwenye bodi ya shule, ingawa kwa zamani mbunge aliruhusiwa kuwa kwenye bodi ya shule, baadaye walifuta. Pole sana. Actually tulimjengea nyumba. Yani things were cheap wakati ule. Shule ilikuwa rich. Ilikuwa rich, watu wanakula sana kama mlivyoona nani. Basi Kinyonto akaanzisha mambo kwenye bunge. Wakati bunge lipo Dar es Salaam. Anasema mimi naomba masomo ya A level ambayo hayahitaji maabara, ni kutamka mambo yanaendelea kule. Akatamka HGL, HGE. Yani nisipopata hii nini bajeti ya Wizara ya Elimu wakati ule wanachomoa shilingi. Sasa wanazungumza kule wizarani, asore nani bunge. Mimi nimeenda wizarani, niliitwa kwenda kuchukua vifaa. Wanasema Mr. Milinga unatafutwa. Sasa nipo kwa mkurugenzi wa mipango. Mr. Milinga, nenda ofisi ya waziri sasa hivi. Nenda sasa hivi. Basi haraka nikaenda kule. Wewe bwana. Akamwita mkurugenzi wa sekondari. Shule yako tunaanzisha A level. Una mbunge mkali sana bwana, anataka kufunga na kutufungia bajeti ya Wizara ya Elimu. Sasa kama alivyosema yeye mwenyewe HGE, HGL 9 inahitaji maabara. Peleka tu watu pale. Basi bwana. Sasa wakaniandikia pale. Tunakuletea timu 2. Kombi moja. HGL. Sasa ramani ya mabweni yale walikuwa nazo kule. Wanajua. Kulikuwa na mabweni, sehemu ya mabafu walikuwa katikati hivi, kule wanalala wengine. Mabafu na vyoo katikati, alafu tena huko wanalala watu wengine. Nasema structure mabweni yako yapo hivi. Hapa. Mabweni yote yale bomoa. Alafu weka huko. Alafu akasema nini? Vitanda tunakuletea, lakini sasa vitanda waleta ya shule nzima. Hela hapa ipo sasa, tunataka ianze sasa, maana yake tunaenda kujibu bungeni kwamba tumeshachagua form 5. Wanakwenda second selection, wanaenda Kandalamu. Halafu vitabu unaenda kwa bwana mipango yote, atakupa vitabu vyote. Wakati ule vitabu vilikuwa sio nani vigumu. Yani nikapata pale safari yako, yani kazi za hapa zote tunasimamisha. Sasa unaenda kuanzisha form 5. Alafu piga simu kwa second master afanye nini? Aanze kufanya vitu gani kule kabla wewe hujarudi. So hiyo ndio historia ya kwanza A level. Basi ndio tukarudi pale. Ikafuata ile hera za nani zile. Bweni ile ambao Kabeho, waziri ndio alikuwa Charles Kabeho. Sasa tukasema kuna bweni pale ndio Mapinduzi. Bweni pale chini tukaunda. Of course kaunda, tunamheshimu. Tunapigia Nyerere, wapigania uhuru katika Afrika. Sasa waziri wetu amefanya kitu kubwa sana kuleta bweni ile. Yaani hatuwezi hata tukamkumbuka. Nikakonvince walimu, tumwite Kabeho. Weka tu hiyo. Alafu akiendelea kubaki pale waziri, tutapata vitu vingi sana huyo. Basi ndio msingi wa Charles Kabeho. Okay. Tukaanza taaluma. Pale nilikuwa na walimu waliofundisha A level. Wengi wazoefu. Wenyeji wa kule walikuwa wanarudi sasa. Wanataka wakastafie nyumbani. Kwa hiyo mmoja alikuwa anafundisha Nguvumali. Sio inaitwa nini pale Tanga School. Kwenye Tanga. Kuna shule moja inaitwa Nguvumali, ilikuwa na jina lake fulani. Okay. Kuna Garanos, na Tanga School hapo yenyewe. Kuna watu wametoka Mkwawa, wamerudi pale. Kuna wengine wametoka shule gani. Anyway, sasa na mimi tukawa sasa kuna walimu pale ambao ni wazoefu kufundisha A level. HGL ikapata walimu wote wako pale. Wanafundisha A level. Basi ndio tukajipanga. Vikao walimu ambaye sasa wizara imetuheshimu sana sisi.
imetuheshimu, na hebu tujibu mapigo kwamba heshima yao haijapotea mahali popote. Hawa vijana tunawakaanga, yani tunawakaanga serious. Kwa hiyo tumeendelea na ile shule hivyo, walimu wangu wengi wakapata ukuu wa shule kwa kufanya vizuri. Kwa hiyo mwaka wa 15 mimi nikaomba uhamisho unipeleke Maposeni sekondari. Nimefanya upelelezi hivi pale wizarani pale. Headmaster wa Maposeni amekaa kupitiliza umri wake. Faili lipo pale, amezidisha sio miaka 3 sio mingapi. Anataka kuondoka na kupata punishment, kukatwa na pension yake. Basi nimepata ile barua, nikasema kwenye kikao cha Arusha nitachelewa labda siku moja, kwa sababu wizara inaweza kabadilisha. Ila ukiripoti sheria zao ilikuwa huwezi kutoa another transfer. Kwa sababu huyu sasa inabidi gharama ya kumhamisha hafla kumtoa, hapana. Mimi nimekimbia kule Dar es Salaam, nimefotocopy zile barua zile, furushi hivi ya photocopies. Kufika hapa nikaingia kule kwa RDD, copy kwa raio hii hapa na nini, na naambia mimi mwenzenu na report tu hapa, si mnanijua, lakini Maposeni kituo changu na kara zenu hizi, mambo mengi tuzungumza baadaye. Mbio hapa nimeenda kwa wilaya wakati ule tulikuwa chini ya katibu mkuu wa hapa ni RIO ndio. Ndio. Anda nani katibu mkuu kabla TAMISEMI haijaanza. Sawa. Kimbia kule nikamkuta yule mwenzangu tayari, nikampa barua yake. Nimemkuta pale ndani. Ndio ni kama shock kwake. A very big one. Halafu mule hawakueleza yeye anaenda wapi. Mimi nina taarifa zote hapa. Alia nipa barua ile kule wizarani, mkurugenzi yule hana habari kama mimi ndio najua. Kumbe mimi nimewazunguka pale, taarifa zote mimi nilipata pale. Nimefika pale na nini, nimeona mazingira yale, shule ya kutwa wanajenga mizozo mingi tu. Watu wanakula michango wazira kujenga wananchi nini. Nikakuta kumbe matatizo yenu ni haya. Wanafunzi walikuwa 700 na kitu. Yeye antikweli very healthy, wanakula chakula asubuhi na lunch. Mambo ya IK wanalipa sana mahindi. Walikuwa nakula na maharage na naambia hii ni rasilimali. Kazi naambia hamna shida. Basi sasa ili nyumba yangu ili iweze kujengwa kwa amani, na wakubwa zangu nimewaambia ninaanza kujenga kwanza nyumba yangu kwa sababu watu wasiopenda maendeleo wanasema huyu anachota hela za shule. Nakwambia miezi 3 nyumba imeshapigwa lipo na nini kule huku nakotoka mjini sasa. Huku Msamara huko. Niko na kiwanja pale. Nimejenga ile nimemaliza. Miezi 3 imeshapigwa lipo, weka milango, madirisha na nini. Naambia sasa naanza kujenga taifa. Sasa vipi? Mimi nishaanza kujenga mjini. Miezi nishamaliza. Hii shule kwanza haina hela. Amaliza huyu jamaa boko hiyo. Naambia hapa nimesha funika makaburi. Kwa walimu wawili wachapa kazi sana. Mmoja yule wa pili Mgoni. Sasa vipi? Mimi nishaanza kujenga mjini. Miezi nishamaliza. Hii shule kwanza haina hela. Amaliza huyu jamaa boko hiyo. Naambia hapa nimesha funika makaburi. Kwa walimu wawili wachapa kazi sana. Mmoja yule wa pili Mgoni. Hawa wote walikuwa walimu wa kilimo. Kule kwenye kilimo wanasomea haya mambo ya hata kujenga na nini hizi kazi za mikono za ufundi. Convince ambia tunataka kuendelea. Sawa, sasa hii shule ilijengwa hajafika pale, hajafika hii. Yaani watu wa Goma huku wananchi michango yao inaliwa. Tusigombane na serikali ya mitaa. Hao achana. Sisi tumesoma, serikali imetupatia wanafunzi. Imetupatia na haki. Bas, that is enough. We will make a lot of changes. Hapa. Wewe ngoja. Mnakubali?
strategy, tutafiatua matofali hapa. Kulikuwa na vichuguu vingi, tofali hivi vidogo vidogo. Tutafiatua tofali hapa ikiwezekana sio chini ya tanuru 8. Msimu huu halafu kila mwanafunzi tofali 4,000. Bila kujali mvulana msichana. Wamefiatua tofali pale. Tulikuwa na Peace Corps wale wa Amerikani. Walikuwa na interest, wanawapiga picha wale wanafunzi wale wamejaa matope usoni hivi. What's happening with these guys? I don't know. It's part and parcel of education for self-reliance. They have to know how to produce bricks. These people later on they will have to construct their own houses. Basi wakawa wanafuatilia wanawapiga. Na kwambia vijana wanafiatua tofali. Hakuna mgomo. Nikachukua wenyewe. Tunawalipa hela. Wanafunzi wanatoka tofali wanapanga yale matanuru. Tukapata tanuru 8. Wengine wanaenda kufiatua. Mwaka ukaisha. Mwaka wa pili sasa. Yaani sio naisha. Sasa 2001. 2001 ndio umeingia pale. Ndio. Staff meeting. Kwanza hawa kwanza wameshakubali. Kisera wameshakubali. Walimu wote nimeweka hapa. Na convince. Nikamwambia if you want to make changes. Wakubwa wanasema kuna baadhi ngoja. Baadhi ya vitu natakiwa ukifanya afu unaenda kuomba. Ndio. Unasaidiwa mapema sana. Kabla shule hii tunataka tuiendeleze, tunataka hapa kidato cha 5 6. Sasa yale matofali tumeona, sisi tutaenda kutafuta hela kwa watu wema. Sababu ya tunatafuta hela za kufanya, tunataka kujenga hostel ya wasichana. Tunachukua historia tangu shule imeanzishwa. Wasichana wameletwa pale form 4 wanamaliza 2 3. Matatizo ya mimba, wameolewa nini, dropouts. Tunasimama hapa. Sasa tutachagua ubalozi wa Jerumani na Japani. Tutaanza kwanza na Japani, hela zao zipo nje mimi najua. Tukatengeneza pale write up sisi si walimu. Tunajua namna kuandika write up, no problem. Leta hapa andika. Kafika hapo mkoani hapa wahandisi wakatuchorea zile hostel tu. Wakatuchorea tukamultiply nani pale photocopies. Makubwa hivi mashuka haya. Very nice. Kaambia safi kabisa. Sasa andika barua. Unapeleka kwenye ubalozi wa Japani. Kuomba pesa. Na thamani yake tumethaminisha pale kila kitu. Tumejenga blocks 4. Bweni naunganisha hivyo bweni huku maliwato. Na sehemu ya kuoga na nini. Alafu umeunganisha hivyo. Alafu kuna gate hapa, weka gate la chuma sababu ni wasichana. Wakiingia ndani ukifunga gate kila kitu ni ndani. Wanafua nguo wanaanikia hapa kwenye uwanja pale katikati. Alafu vyumba ndo katengeneza kila chumba wanafunzi 4. Wow. Kama chuo kikuu. Au Kabeho bana. Tukatengeneza ile nani mazingira. Sasa Kabeho nyinyi mlikuwa na kuta fupi. Wao kaambia hapa kupunguza gharama tukatengeneza shelves za kuta za matofali. Kile kitu halale mule. Very nice. Basi bwana. Tumemwita Jenista Mhagama. Tumemfundisha kabisa. Nenda ubalozi wa Japani. Siku hiyo vaa vile vitenge vyako vile vyenye heshima. Wakuone kabisa wewe ni mbunge. Kule kwenye ubalozi unapoingia mbunge, wewe ndio unawakilisha serikali ya nchi hii. Tena unamwakilisha president. Peleka haya maombi. Kapeleka yule mama. Sisi tumekaa hapa kama vichatu ambaye kaeni kimya. Kwanza tukajenga madarasa 3 kwa kutumia EK. Wananchi hatujawagusa. Wala serikali ya kijiji. Tumesema EK policy ndio inatulinda sisi hapa. Serikali ya kijiji huko nyinyi muendelee, kuna katibu tarafa nyinyi muendelee. Si mlipewa kazi ya kujenga hii. Songeni mbele tuwaingilie. Ila tu sisi tunawasaidia kwa sababu hao ni watoto wenu. Nikajenga madarasa 4. Wizara ikanipa hela milioni 20. Zilikuwa flat. Nikaenda tena kule wizarani nikaomba zana ambaye
hapa kwa nyumba ya headmaster sio nyumba, ukifika pale yani hata ukifuga nyani watakimbia. Kwa sababu mmeweka self contained, lakini vyoo vya mule ndani ni mashimo. Kwa hiyo every room is polluted. Oh no. Ukimleta mgeni mule ndani kwanza mimi mgeni yote kesi inaisha ofisini. Hapo rudi kwako. Pale unamtukana. Nikasimulia kule wizarani. Sasa naomba milioni 20 kujenga nyumba ya mwalimu na mkuu wa shule. Nikapiga mahesabu ile pale. Nikasema tunajenga nyumba ya vyumba 5. Sababu wazazi wanafika pale na watoto wao wanahamishia pale kutoka mbali. Mahali pa kulala hamna. Alafu kuna wageni wengine wa Wizara ya Elimu na maauditor nini. Pale sio kama mji wa Songea ama Sumbawanga. Pale hotelini. Headmaster ndio mzigo wako. Kwa hiyo nikaweka pale nyumba ya headmaster ya mfumo wa kisasa. 5 bedrooms. Okay. Jenga flush toilets weka humo ndani. Alafu baadaye tutajenga fence. Meanwhile matofali yanaendelea kufiatuliwa. Yani this is a non-stop function. Wow. Madarasa yanaendelea na ambaye na mfumo tofauti. Na nini. Basi mwisho wa wiki wamenipigia simu. Ilikuwa tena around Sunday. Nipo hospitali. Mwalimu mmoja alikuwa admitted amelazwa. Wanasema, "Wewe Mr. Milinga, upo wapi?" Naambia kikazi nipo Mapaseni Sekondari. Lakini kwa dakika chache nipo hapa hospitali ambapo ni very close hapa. Kile haya. Kuna mwalimu wetu mmoja amelazwa hapa. Usilala pembeni. Tuzungumze mambo ya kazi kidogo. Wewe bwana umehamishiwa Ndanda, hujapata barua. Naambia to me this news njoo mkuu ndio unanipa taarifa. Ambaye unaenda Ndanda. Basi wa Ndanda anakuja hapa. Kwisha yule ameshapata barua kwa anafungasha. Fanya hima tupiga simu nyingine, hakuna kusubiri barua kwa sababu RIO wa Mtwara ana information, alafu kanda ukaguzi kanda wana information wote wamepata barua hizo. Ndanda usoma pale kabla. A level usoma. Nimesoma pale. Ndani. Basi anyway. Kumbe ndio hivi. Ulistafia Ndanda? Mimi nimestafia Iringa. Sawa. Anyway, ngoja I'll make short story. Okay, sawa. Basi ndio nimeenda kuripoti Ndanda. Nafika Ndanda nimekuta mgomo. Ulianza jana yake. Kwa hiyo ndio ikawa hivi. Sasa anyway, mambo haya ya serikali yakaisha. Hiyo kufika kwako ilikuwa na impact yoyote? Labda kwa ufupi tu ulipofika siku hiyo na ndio siku ya mgomo, ilikuwa na impact yoyote? Vijana walikuwa very calm. Nadhani walionja kitu kama kwamba kuna yani mission yao kama inakubalika. Serikali imewasikia. Kwa hiyo mimi nikaambiwa sasa unaenda Mahiwa. Mbona Ndanda nimekaa miaka 2. Of course kwa nilileta vurugu, niliambiwa fanya 1 2 3 na nilifanya. Nikanyosha pale. Nikaambiwa sasa unaenda Mahiwa. Nimepelekwa pale, nimekaa mwaka mmoja na robo. Nimejenga madarasa 4. Sasa kutoka Ndanda nikapelekwa Mahiwa. Walikuwa na majukumu ya ujenzi, kilikuwa ni kituo kipya, wanafunzi wengi sana, wavulana kwa wasichana. Mazingira kidogo yalikuwa magumu, kulikuwa na generator moja linaharibika kila wakati linatoa umeme. Alafu sehemu ya kuteka maji borehole ilikuwa moja. Wavulana wanatoka huko chini huko, wasichana wanatoka huko chini, wanafika pale ndoo zao wanaweka kwanza huko. Wanaanzisha theories pale zinazowapendeza wao. Kwa hiyo wakati mwingine lazima kuwavamia pale na viboko kidogo. Wakumbushe kwamba hapa kwani unachota maji, hakuna mambo ya dialogue, unarudi kwenye mabweni yenu. Kwa hiyo mazingira yalikuwa hash. Yalikuwa hash kwangu. Kila wakati unakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo pale nilikaa mwaka mmoja na robo. Lakini nilifanya ujanja fulani nikajikuta
nikahamishiwa Iringa Lugaro Sekondari. Ile shule ina historia ilikuwa shule ya Wahindi. Pale ni shule ina form 1 to 6. Wasichana A level bweni. Wavulana na wasichana O level nyumbani. Alafu wasichana special case, kwa mfano hawa wasioona, albino na wasioona, pale O level wanasoma pale. Ni mchepuo wao pale. Kwa hiyo A level pale ni wasichana tu. Kwa hiyo wavulana wanaishi form 4 na ni wakutu hawa wasichana na ni wavulana. Hiyo ndio Lugaro. Nikakaa pale kwa miezi 12. Nikastaafu rasmi baada ya kutimiza miaka 37 kufundisha. Kwa hiyo kama unavyojua serikalini wanapata likizo ya mwezi mmoja. Nenda kapumzike mwezi mmoja afu uje kukabidhi. Kwa hiyo nilijiona tu kwamba I think ninaweza kufanya kazi fulani. Kwa hiyo likizo ya mwezi mmoja namaliza, niliomba kazi Ruaha Catholic University kufundisha jiografia. Kwa hiyo kabla sijamaliza ule mwezi wa likizo ule, wakanipigia simu. Nilikuwa nimekaa kule, sijahama ile nyumba ya headmaster pale Lugaro. Kapiga simu, Mr. Milinga, hapa ina barua simu kutoka administration Ruaha Catholic University. Palikuwa na application hapa ya wanataka kuwa assistant lecturer kufundisha jiografia na nini. Application yako imekuwa accepted. Sasa hivi hapa Iringa mjini upo wapi? Maana umesema upo Iringa. Lakini kwa sasa hivi bado unaweza kuwa Pogoro huko, ukaenda Kalenga sio. Mtwivira. Nikaambia nipo kwenye nyumba ya mkuu wa shule ya Lugaro. Nipo. Is it possible for you kakimbia tu uje hapa tukuone? Nikamwambia ndio. Basi nikakimbia kwenda pale. Kaingia kile chumba cha profesa yule anasimamia mambo ya taaluma. Kaingiza kule, nimejitambulisha pale. Akanipa tu history. Hapa wanafunzi wanataka kutuletea fundi. Kuna course fulani ya ecology. Mtaalamu wake alipoondoka hapa, hatujampata mpaka leo. Sasa sisi tunajua geography na ecology yani ni sehemu moja ya course unazisoma. Nikamwambia it's true, ni true. Tumekupa kazi, do you accept the job? Naambia there's no problem. Wow. Anasema sasa sisi tuliwadanganya. Sasa hivi ni kipindi cha ecology. Wale majamaa yapo assembly hall, watu 400 na kitu. Tumewaambia teachers coming. Shawaambia msipate shida. Hebu twende. Yule chief academic officer amenipeleka. Tumeingia mule. Ukumbi umejaa. Tele kabisa. Assembly hall ile. Kalisha pale mbele. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm glad to introduce to you a new lecturer, assistant lecturer, who will take you ecology. Wameshangilia mule. Nasema haya majamaa yatakuleta fujo hapa. Yaani kwa wiki 3 wamekaa ili somo alifundishwe. Fundishwe kwa zile. Sasa jina lake ni hili na hili na hili. Sasa huyu ni an experienced teacher. We don't want to waste your time and his time. Tunamwacha huyo hapa. Talk with him. You have 2 hours. Kipindi pale ni 2 hours. Talk with him. Hawajui uizi Milinga hawa watu. 2 hours. Sasa akasema akaniambia, wewe ukimaliza hapo ukizungumza kwa dakika 20 30 1 hour, it's come back to our office. Tumaliziane kule, kuna mafomu ya kujaza mengi tu bwana ya ajira. Kwa hiyo ndio nikaanza kazi pale. Asante sana. Swali lingine, ukiwa mkuu wa shule, nafikiri uliteuliwa kuwa mkuu wa shule mwaka 1985. Kama nakumbuka sawa sawa. Wakati unakuwa mkuu wa shule na miaka yote hiyo, mfumo uliokuwepo katika nchi, kuna watu kama maafisa elimu wa wilaya, maafisa elimu wa mikoa, walikuwa ni watu ambao wana shahada tu ya kwanza au wengine wana diploma kabisa, stashahada. Wewe wakati huo ulikuwa na degree 2.
shahada ya umahiri master's degree kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wewe hiyo ilikuwaje, kwamba wewe ulienda ukaishia kuwa mkuu wa shule tu, lakini wakati huo, wakati mwingine unafanya kazi mkuu wa shule, afisa elimu ambaye ni pengine inaonekana cheo cha juu zaidi, ana diploma tu au ana degree. Ulichukuliaje hiyo hali, na ukitazama nyuma leo nini kinakujia kwenye nafsi yako? Tuache hali ya leo. Hali ya wakati ule sisi tulikuwa tumeandaliwa. Yaani nisidanganye, sio kwamba mimi nilikuwa unique, kwamba nilikuwa very intelligent kutafsiri mazingira. Sisi tulikuwa tunaandaliwa kwamba vyeo kwa mtu mwenye degree, vyeo serikalini mwisho first degree, utapata cheo chochote. Masters, PhD ni mapambo, ni sawa kama unapika nyama afu unaweka vitunguu, tangawizi, sijui chumvi. Kwa hiyo zile administrative posts zenyewe zinataka tu bachelor's degree. Usizungumzie wewe una masters. Kama una masters, prove to the people kwamba unaweza mambo ya administration. You will be picked up. Kwa hiyo walikuwa wanatufundisha. Kwa hiyo nilikuwa natazama tu, kuna watu wengine walikuwa unaona tu mtu ana umri mkubwa na masters. Sio di master. Nakumbuka Kibaha, kuna mtu mmoja alikuwa great mathematician, alikuwa anajulikana sana. Kwenda kwa faktura. Safi sana, Msukuma mmoja. Hajawahi kuwa di master. Lakini nasikia kwa mbali alikuwa nakataa. Lakini likifundisha sio mchezo. Sasa wanafunzi wake pale A level ndio nani? A level ni huyu alikuwa mcheza mpira huyu nani? Huyu Mchaga huyu alikuwa Fats nini? Tenga. Mimi nimefundisha pale teaching practice. Alikuwa head boy. Wow. Nimemkuta pale. Akafika mlimani akanikuta, aliingia mpaka engineering. Lakini wengine nina mifano wenye masters alafu na diploma. Na diploma wanatazama umri. Zamani walikuwa wanasema sana umri, mtu kwa mfano amefundisha TTC. Wale kama na diploma, zamani wengi walikuwa wanasoma Oxford. Oxford, Makerere. Wakati Chang'ombe ilikuwa na diploma ilikuja very late. Ambayo sasa ni Duse. Ilikuwa very late. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaandaliwa first degree. Ukifanya vizuri sana vitu vyote vitapatikana hapa. Kwa hiyo nilimokuwa ninapita, kwa mfano Kantalamba, mimi nimekuta walimu wangu wa Ndanda pale. Graduates. Lakini kuna waheshimu na shikamoo. Kama kulikuwa Daudi Kamwera, kama namkumbuka pale, Malema. Wale wote ni very senior to me. Asante kwa safari yako, kwa kutusimulia safari yako, changamoto na fursa tumezipata, tumezisikia, tunakushukuru sana. Je, una any regrets? Jambo lolote unalojutia kwamba natamani ningepewa nafasi ya pili, ningelifanya tofauti kwa ufanisi zaidi? Kwa sasa hivi I don't regret hasa ya kuwa headmaster. Asante sana. Kwa fupi tena, ni nini siri ya mafanikio yako? Mimi nguzo yangu ya kwanza, mimi nilifiwa na mama nipo mdogo sana. Kwa hiyo maziwa nilimalizia ya bibi mza baba. Sasa yule bibi alionekana alikuwa na busara sana. Alikuwa mkali wakati ipo mkali. Alafu alikuwa mwema wakati ipo mwema. Yaani mbona alikuwa analea. Kwa hiyo mimi naye mjua mtu kama anayelea na mjua bibi. Sasa yule na mama alijenga misingi. Alafu kidogo mimi ni mwoga hivi. By nature. Sitaki vurumai. Yaani hii imenisaidia sana. Vurumai naona kwamba yani nesale tatizo nini? Kwa hiyo hii imenisaidia. Alafu kwenye hizi kazi za serikali nilikuwa napenda sana nifundishwe na mwalimu best kuanzia msingi mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo nikachukua ile ari na mimi niwe mwalimu hodari kwa wanafunzi wote nitakao kukabidhiwa. Tunapoenda kuahirisha mazungumzo haya adhimu kabisa, ambayo kwa moyo wa shukrani sana tunaendelea kukushukuru kwa muda wako. Umeendelea kutufundisha
wengine umetufundisha miaka 30 iliyopita darasani, lakini umeendelea kutufundisha katika maisha haya, na naamini watazamaji wa Mawio TZ wataendelea pia kujifunza kufikia watu wengi. Ukiwa kiongozi wa taasisi za elimu, hukuongoza wanafunzi peke yake, uliongoza jamii, kuongoza na wanafunzi na walimu. Unasemaje reflection yako kwa maisha na hali na fani ya ualimu ulivyoshuhudia, kama na mifano miwili mitatu ulioshuhudia ya maisha bora zaidi, ya mafanikio zaidi, au na changamoto za maisha ya mwalimu, na ni nini mapendekezo yako kwa walimu wa sasa na wajao? Ya, hii ipo katika labda katika sehemu mbili. Mwajiri na hawa walimu. Nianze na mwajiri. Sijui ni level gani, lakini mwajiri alikuwa anajijua. Mwajiri. Mwalimu ni binadamu. Mwalimu amesoma na wenzake wameingia katika sekta zingine. Sasa mwalimu anashangaa kuona wanafunzi wake wa nyuma ndio wana drive, wana nyumba za ghorofa. Na nini sijui, yani wana fringe benefits katika hizo nature za kazi zao. Kwa walimu haijakuwepo hiyo. Kidogo hiyo hasa nyakati zetu sisi. Tuache ya sasa hivi. Naona sasa hivi kumeboreka. Kumeboreka. Maana wakati wetu sisi hapakuwepo na mikopo. Mikopo. Kwanza kujenga nyumba. Mimi niliwahi kufuga kuku wawili hapo, nilikuwa na bustani ya migomba, nilikuwa na stawi sana, sijogofa. Alima. Nilifikishwa kwenye kamati ya siasa siku ya Ijumaa, kikao kilikuwa saa 9. Huyu bwana anaonekana hajaridhika na maisha. Anapata mshahara yani hajaridhika. Angalia bustani ya migomba pale, imestana hii mifupi ile. Ilikuwa inatoa mikungu na maana kwanza inamwagilia maji na mbolea nyingi sana. Alafu kuku wanazaliana sana mayai. Ukiwa shule gani hapa? Hii ilikuwa Kilakara. Okay. Yameanza tu. Yani kama wanatunza minutes kwenye ofisi zile za chama, watakuta hiyo. Watakuta. Sasa nikatizama nilikuwa wakati fulani maswali nilikuwa nasema mimi nimefundisha ni wakati ule kupumzika nikilima bustani, yani namkosea nani, Mungu ama binadamu? Nilikuwa na tania, yani mimi ni binadamu na wewe katibu ni binadamu. Na wale kwenye kikao ni binadamu. Alafu Mungu ndiye amekaa pembeni. Namkosea nani, mimi nalima bustani. Kwa my own benefit, natumia brain na nguvu. Alafu ukienda kusoma theory za Nyerere, elimu ya kujitegemea, hapo unaiweka wapi? How do you match it? Mimi unanihukumu nifuka. Tena huku wawili wanazaa vizuri sana. Mayai nilikuwa najaza kwenye sufuria. Naokota vile wale kuku wa kienyeji na wageuza kuwa kuku wa kisasa. Kwa sababu naokota alafu nawalisha kisasa. Kwa hiyo iliingia kwenye agenda. Nilikuwa mimi na mwalimu wenzangu mmoja. Wote tulikuwa tunachangia sana kitaaluma. Sana. Ndio ile shule ikaenda pale Muhimbili kule. Sisi tukifika pale mabinti walikuwa wanatupigania mimi kutibu. Wale madaktari wanafunzi wenu, wanafunzi wetu wanatugombania, sema mtamtibu mimi. Yani hii inachekesha. Uko napeleka wasichana karibu wote. Lakini chama kikahoji kwa nini unalima? Alafu yule wa chama nilikuwa na mchallenge, naambia chama mimi nimesoma political science na public administration. Serikali hii ya nchi hii imenipa cheti. Sasa ninakuchallenge kwa kutumia hii. Wewe EK unaiweka wapi? Mimi nimefundishwa mpaka JKT. Kule roof kule tunalisha kuku na ukuta mayai na alafu tunamwagilia tuna mpunga kule tunangolea mpunga kwenye swamps, unakaa kwenye maji mpaka jioni, huku kwetu kume freeze, lakini tunangolea mpunga. Very happy. Naimba nyimbo za kizalendo. Sasa mimi na practice ile. Sijatukana mtu, yafanya nini? Alafu kwenye nyumba ile sijaenda kwenye mpaka wa eneo la mwalimu mwingine. Naambia bwana EK wewe inaonekana nilikuwa natania wewe EK haija kuingia. Wewe humjui Nyerere. Hapo lakini baada ya kikao, si ndio? Au ni kwenye kikao hapo? Mimi nilikuwa natamka kwenye kikao. Wow. Wakati ule tunashindana kitaaluma, yani vibaya sana. Naambia wewe humjui Nyerere wewe. Wewe humjui. Alafu anatembea kwenye mfuko wake pale ana Biblia pale alafu na nani? Lazima Arusha. Unamchezea yule. Alafu anang'ang'ania ujamaa wa Kiafrika.
Umemsoma ile, kwa nini anang'ang'ania hiyo?